Ni saa 12 kamili Afrika Kati, sawa na saa 1 kamili Afrika Mashariki. Hujambo, leo ni Jumatatu Disemba 8, 2025. Karibu katika Amka BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka BBC asubuhi hii, uchunguzi uliofanywa nchini India kufuatia kifo cha moto ndani ya klabu moja usiku na kuua watu 25 umeonyesha kwamba fataki za umeme zilikuwa chanzo cha moto huo. Licha ya mkataba wa amani uliosainiwa Washington kati ya DRC na Rwanda hivi majuzi, mapigano makali yashuhudiwa mashariki mwa DRC kati ya jeshi la Kongo na M23. Wao wako ndani ya maisha mazuri, hakuna siku bomu itashuka kwake, hakuna siku Masai itasema kwake, hakuna siku wao watakuwa wakimbizi kama sisi. Tunaomba waturudishie amani, tutoke kwenye ukimbizi, tuache kuuliwa, tuache kubakwa. Na katika gumzo tunaangazia serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Lakini kwa nini kumekuwa na mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika Magharibi? Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa na sababu mbalimbali, lakini bila shaka kwa kuwa yamekuwa yakifuatana, inaunda hisia kwamba eneo hili la Magharibi ya Afrika lina mwelekeo ya kupinduliwa. Na tuna mengi tuliokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Rais wa Benin Patrice Talon ameapa kuwaadabisha wale wote waliopanga njama za mapinduzi katika jaribio lililoshindwa la kumwondoa madarakani siku ya Jumapili. Akilihutubia taifa, amesema kwa sasa hali imedhibitiwa na kwamba serikali inachukua hatua zote kuwatafuta wale ambao bado wanashikiliwa mateka na wanajeshi walioasi. Hata hivyo, Rais Talon hakutaja idadi ya watu waliouawa katika jaribio hilo, lakini ametuma salamu za rambirambi kwa familia za walioathirika. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo mjini London anatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika jitihada za kutafuta suluhu na kumaliza vita vya Ukraine. Rais Zelensky atahudhuria mazungumzo hayo akiwa sambamba na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Hatua hiyo inakuja pia baada ya majadiliano mengine ya siku 3 yaliyofanyika nchini Marekani juu ya kumaliza vita hivyo. Awali, Rais Zelensky alikataa mapendekezo kwamba Ukraine inapaswa kukabidhi baadhi ya maeneo yake kwa Urusi. Lakini rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa wajumbe wa mazungumzo hayo wamethibitisha mpango huo, akimtupia lawama Rais Zelensky kuwa hajasoma pendekezo la jinsi ya kumaliza vita hivyo. Kidogo nimekatishwa tamaa kwamba Rais Zelensky bado hajalisoma pendekezo hilo. Hiyo ilikuwa ni saa chache zilizopita. Watu wake wamelipenda, lakini yeye bado hajalisoma. Urusi iko sawa nalo. Unajua, Urusi nahisi ingependelea kupata nchi yote ukifikiria hivyo, lakini naamini Urusi haina tatizo nalo, lakini sina uhakika kama Zelensky yuko sawa nalo. Watu wake wanalipenda, lakini yeye bado hajalisoma. Umoja wa Mataifa umeisisitizia serikali ya Afghanistan kuondoa marufuku kuhusiana na wanawake wa Afghan kufanya kazi kwenye ofisi za taasisi hiyo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wanawake UN Women nchini Afghanistan, Susan Ferguson, amesema marufuku hiyo iliyoanza kufanya kazi toka Septemba inaweka hatarini huduma za kuokoa maisha. Amesema wafanyakazi hao wanawake pamoja na wakandarasi wamekuwa wakifanya kazi nyumbani na katika jamii, lakini uwepo wao ofisini unahitajika ili kazi ifanyike kwa tija na kuweza kuwafikia wanawake na wasichana kwa usalama. Na mkuu wa jeshi la Israel amesema vikosi vyake vimejiondoa katika eneo la Gaza aliloita kuwa mstari mpya wa mpaka ama yellow line unaofanya nchi hiyo kudhibiti zaidi ya nusu ya Gaza pamoja na eneo lote la kusini mwa Rafa na mji wa kaskazini wa Beit Hanun. Luteni Jenerali Eyal Zamir ameyasema hayo wakati alipotembelea wanajeshi wa Israel walioko ndani ya ardhi ya Palestina. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio ya shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, tegea sikio kupitia Lolindo FM, Kenya ni Wanedu FM, Uganda unapata kupitia Voice of Mahabura, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizadir Radio. Aidha, unaweza kutufuatilia moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Tayari rais wa nchi hiyo Patrice Talon ameapa kuwaadabisha wale wote waliopanga njama mapinduzi
katika jaribio hilo lililoshindwa na kumuondoa madarakani siku ya Jumapili. Akihutubia taifa, amesema kwamba kwa sasa hali imedhibitiwa na kwamba serikali inachukua hatua zote kuwatafuta wale ambao bado wanashikiliwa mateka na wanajeshi walioasi. Zaidi na Phyllis Mote. Rais wa Benin ameonekana kwenye televisheni kuwahakikishia raia wa taifa hilo kwamba hali sasa iko katika udhibiti kamili. Je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu. Mapema Jumapili, kundi la wanajeshi lilitoa matangazo kwenye runinga likidai kwamba limepindua na kumvua madaraka Rais Patrice Talon. Serikali ilisema ilikuwa imezima uasi huo saa chache tu baada ya kundi hilo la wanajeshi kutangaza kuchukua madaraka kupitia televisheni ya taifa. Kwa kushirikiana na uongozi wa majeshi ya ulinzi na usalama, hatua muhimu zimechukuliwa ili kudumisha amani na kuhakikisha usalama na utulivu kwa kila mtu katika eneo lote la taifa. Nataka kuchukua fursa hii kupongeza uwajibikaji ulioonyeshwa na jeshi letu na viongozi wake ambao wamesalia waaminifu kwa jamhuri na taifa. Baadaye mchana, milipuko mikubwa ilisikiwa mjini Cotonou, jiji kubwa zaidi la Benin na makao makuu ya serikali. Kabla ya milipuko hiyo, data za ufuatiliaji wa safari za ndege zilionyesha kuwa ndege 3 ziliingia katika anga la Benin kutoka nchi jirani ya Nigeria kisha zikarejea Nigeria. Taarifa ya ikulu ya Nigeria baadaye ilieleza kuwa jeshi la anga la nchi hiyo pamoja na wanajeshi wa ardhini walikuwa wakitekeleza operesheni nchini Benin kufuatia ombi kutoka kwa mamlaka za nchi hiyo. Walisaidia kuwafukuza waliopanga mapinduzi kutoka televisheni ya kitaifa na kutoka katika kambi ya kijeshi ambako walikuwa wamejikusanya upya. Kumekuwa na mfululizo wa mapinduzi katika eneo la Afrika Magharibi kabla ya jaribio hilo lililozimwa Jumapili nchini Benin, jambo ambalo limeongeza hofu kwamba huenda usalama wa eneo hilo unazorota. Nchi hiyo ni moja ya wazalishaji wakubwa wa pamba barani, lakini ni miongoni mwa mataifa maskini zaidi duniani. Haijafahamika kama kuna waliouawa au kujeruhiwa, lakini Rais Talon alitoa rambirambi zake kwa waathirika wa tukio hilo lisilo na maana pamoja na wale ambao bado wanashikiliwa na waasi waliokimbia. Ni Phyllis Mote. Licha ya mkataba wa amani uliosainiwa Washington kati ya DRC na Rwanda, mapigano makali yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali mkoani Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, kati ya AFC M23 na jeshi la Kongo pamoja na washirika wake. Wakati hayo yakiendelea, pande hizo mbili zinazopigana zimenyeshana kidole cha lawama kwa kusababisha kutatiza usalama wa raia. Kutoka Goma, Chube Ngorombi na taarifa zaidi. Vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilishuhudiwa kushambulia nafasi mbili za AFC M23 Jumapili Desemba 7 katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, kulingana na vyanzo vya habari eneo hili. Ndege zisizo na rubani za FARDC ziliruka juu ya anga hili na kudondosha mabomu kwenye eneo hili. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, tangu Ijumaa mapigano yaliendelea kushuhudiwa katika eneo la Kiziba na uwanda wa mto Ruzizi kati ya AFC M23 na jeshi la Kongo. Huko mashambulizi ya anga yalisababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali za raia wasiokuwa na hatia. Salomon Kaniki, mtetezi wa haki za binadamu, ametaka pande zinazopigana pamoja na ulimwengu kuimarisha amani baada ya kusainiwa kwa mkataba ya amani. Wao wako ndani ya maisha mazuri, hakuna siku bomu itashuka kwake, hakuna siku masasi itasema kwake, hakuna siku watoto wake watalala porini, hakuna siku wao watakuwa wakimbizi kama sisi. Tunaomba waturudishie amani, tutoke kwenye ukimbizi, tuache kuuliwa, tuache kubakwa, tuende kulima shamba zetu kwa hali yetu ya kimaskini. Huko M23 wanadai kuwalinda raia wao, na upande wa FARDC unashutumu mashambulizi haya yanayoendeshwa dhidi yao, ikisema kuwa huo ni ukiukaji wa haki za binadamu wakati juhudi za kutafuta amani zikiendelea DRC. Baada ya shutuma hizo kati ya pande hizo zinazopigana, baadhi ya mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo yamesema mkataba wa amani uliosainiwa siku ya Alhamis Desemba 4 huko Washington kati ya marais wa Rwanda na Kongo, Paul Kagame na Felix Tshisekedi, kwa sasa umeonekana kubaki tu kama ndoto. Ingekuwa kabisa ni msaini ya kusaidia wa raia, magombora haingekuwa tena. Tuko na wasiwasi kubwa sana, hatuyakuwa na tumaini kama amani itakuja. Raia wa kawaida nao wana maoni gani?
Tulikuwa tumezani salama imeingia, lakini tena tunashangaa wakisema jua kupigana, waache vita. Mapigano haishi tu, hatuna kia kufanya, hasa hakuna vya kufanya, kazi zinakosekana. Haya najiri wakati wanamgambo 7 kutoka kundi la CRP la Thomas Lubanga wauawa katika mapigano ya tangu Ijumaa hadi Desemba 6 wakati wa mapigano ya vikosi vya jeshi la DRC FARDC katika eneo la Jungu mkoani Ituri. Kulingana na vyanzo vya ndani, wanamgambo wengine wengi walijeruhiwa na silaha kadhaa zilipatikana. Chube Ngorombi. Kwingineko, uchunguzi uliofanywa nchini India kufuatia tukio la moto ndani ya klabu moja ya usiku mjini Goa na kuua takriban watu 25 umeonyesha kwamba fataki za umeme za ndani ya jengo hilo ndizo zilizosababisha chanzo cha moto huo. Waliokufa ni pamoja na wafanyakazi 21 na watalii wengine 4 wa familia moja kutoka mji wa New Delhi, na kwamba wengi walikufa kwa kukosa hewa. Zaidi na Halima Nyanza. Usiku huu wa furaha uliishia kwa kilio na janga kubwa la moto uliloua watu wengi. Ulianza kwa moshi mzito kuonekana katika klabu hiyo ya usiku iliyokuwa imejaza watu wengi. Watu walionekana kuchanganyikiwa wakitafuta njia ya kutoka, lakini njia chache zilizokuwepo zilizua pia taharuki miongoni mwa watu na kufanya juhudi za kukimbia moto huo kuwa ngumu, hali iliyosababisha watu wengi kufa na wengine kujeruhiwa. Kwa sasa uchunguzi wa vinasaba DNA unafanyika ili kuweza kutambua marehemu. Polisi wamefahamisha kuwa miongoni mwa waliokufa ni wa familia moja. Watu kadhaa wamekamatwa katika tukio hilo, akiwemo meneja wa klabu. Ni tukio la kusikitisha ambalo halikupaswa kutokea. Biashara ilikuwa ikiendeshwa bila ya kibali sahihi, na uzembe huo wa hali ya juu ndio uliosababisha moto. Awali polisi waliarifu kuwa moto huo umesababishwa na mtungi wa gesi kwenye jiko lililokuwa ndani ya klabu hiyo. Na taarifa yake Halima Nyanza inatupeleka moja kwa moja viwanjani kwa Sports Lady Phyllis Mote. Na mimi naanza hivi basi na matukio haya ambayo yanaendelea huko Liverpool. Mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah amezua gumzo kali alipodai kwamba uhusiano wake na kocha Arne Slot umevunjika. Salah ambaye bila shaka ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi katika ligi ya Premier alimweka Slot shinikizo zaidi baada ya kukaa benchi na kukosa kucheza kwa mchezo mitatu mfululizo, kwa Liverpool ikiishia kutoka na sare ya magoli 3 dhidi ya Leeds. Madai kama vile kwamba alitelekezwa na kwamba kuna mtu hamtaki kwenye klabu hiyo bila shaka sio matamshi ambayo Arne Slot angependa yasikike hadharani, hasa baada ya klabu hiyo kuwa na mfululizo mbaya wa matokeo ambao umewaacha mabingwa hao katika nafasi ya 9 kwenye ligi ya Premier. Lakini sasa, je, nini kinafuata kwa Salah huko Liverpool? Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alisaini mkataba mpya wa miaka 2 mwezi Aprili, lakini alikiri Jumamosi kuwa hana uhakika kama tayari amecheza mechi yake ya mwisho kwa klabu hiyo au vipi. Ni ya kusubiriwa hayo na kufuatwa kwa kina. Lakini Real Madrid nao walipata kichapo cha kushtua dhidi ya Celta Vigo kwenye La Liga, huku wakimaliza mechi wakiwa na wachezaji 9, na sasa shinikizo dhidi ya kocha Xabi Alonso inaongezeka. Kipigo hicho kinamaanisha kwamba Real Madrid walioko nafasi ya pili na wanaowakaribisha Man City kwenye ligi ya mabingwa siku ya Jumatano wanasalia point 4 nyuma ya vinara Barcelona baada ya kushinda mechi moja tu kati ya 5 zao za mwisho za La Liga. Na Rasmus Hojlund ambaye alitoka Manchester United alifunga mabao yote mawili wakati Napoli ikipanda kileleni mwa Serie A. Hii ni baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Juventus. Sasa Rasmus ana jumla ya mabao 6 kati ya Serie A na ligi ya mabingwa kwa Napoli tangu kuhamia Italia kwa mkopo kutoka Manchester United, na ni kwa mkopo huo msimu mzima mwanzoni mwa Septemba. Na kwenye magari ya Formula 1 kimalizia tu nkia ni kwamba Lando Norris sasa ameshinda ubingwa wa madereva wa mwaka 2025 kwa point 2 mbele ya Max Verstappen. Marekani huyo mwenye umri wa miaka 26 alimaliza ambapo nafasi yake ya 3 katika fainali ya msimu 2025 na hivyo kumshinda Verstappen kwa point 2 tu. Na Norris alisema hivi na namnukuu, haikuwa rahisi, kumekuwa na vikwazo barabarani. Wengine wanahisi hata kwamba Verstappen wa Red Bull angekuwa bingwa anayestahili zaidi kutokana na kuimarika kwake, lakini ushindi huu ni muhimu sana, sio kwangu tu bali kwa wanao ni unga mkono. Devi, nikomee hapo bwana. Nikuongezee tu na hii ya Al Hilal klabu ya pale Saudi Arabia inamtaka Mohamed Salah mwenye miaka 33 kwa udi na uvumba
Asante Felix. Tutaona. Shukran David. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: uchunguzi uliofanywa nchini India kufuatia tukio la moto ndani ya klabu moja ya usiku na kuua watu takriban 25 imeonyesha kwamba fataki za umeme ndio zilikuwa chanzo cha moto huo. Licha ya mkataba wa amani uliosainiwa Washington kati ya DRC na Rwanda hivi majuzi, mapigano makali yashuhudiwa mashariki mwa DRC kati ya jeshi la Kongo na M23. Na katika gumzo tunaangazia serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Na kwa nini kumekuwa na mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi katika nchi za magharibi mwa Afrika? Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Kati, sawa na saa 1 dakika 16 Afrika Mashariki. Mimi ni David Nkia, tusonge mbele. Madai kwamba wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini wanalengwa kwa makusudi na uhalifu bado ni moja ya masuala nyeti zaidi nchini humo. Mwaka huu Rais wa Marekani Donald Trump alizidisha mjadala wa kuita hali hiyo kwamba ni mauaji ya laiki na kuyapa kipaumbele maoni ya wakimbizi weupe kutoka Afrika Kusini. Zaidi ya mauaji 26,000 yalirekodiwa nchini humo mwaka jana, huku mengi yakionekana kutokea zaidi katika maeneo ya mijini. Afrika Kusini inakataa madai ya mauaji ya laiki, lakini uingiliaji kati wa ikulu ya White House umetoa mgawanyiko katika jumuiya ya Afrikana. Taarifa ya mwandishi wa BBC Africa Eye Claire Mawisa inawasilishwa kwako na Skola Kisanga. Baadhi ya maudhui katika ripoti hii ni ya kusikitisha, msikilizaji. Ni siku ya Jumamosi katikati ya nyasi zinazoteleza hapa kwenye uwanda wa eneo la Highveld. Shamba la Martinez limeachwa peke yake hapa, lakini karibu na eneo tulilopo pia tunaona mashamba machache yaliyotelekezwa. Martinez aliishi maisha yake hapa, lakini haamini tena kuwa familia yake ina mustakabali wowote kwenye eneo hili. Mara zote nimekuwa nikiwaza hilo akilini mwangu kwamba wanaweza kuja kutua na kututesa. Ameomba hifadhi ya mkimbizi Marekani, lakini ana wasiwasi kwamba mkewe na mtoto wake siku moja wanaweza kuwa waathirika wa mauaji kwenye mashamba Afrika Kusini. Hiyo ni hofu inayotokana na mambo aliyowahi kuyashuhudia. Waliingia kwenye chumba cha kulala cha babu yangu. Alipiga bunduki hiyo usoni mwa babu yangu, na babu yangu akasimama tena, kisha akampiga risasi mara 2 kichwani. Mauaji ya kikatili ya wakulima weupe mara nyingi yamezidi kuzidisha imani kwamba kuua wazungu wa Afrika Kusini, yani Waafrikana, ni sawa na mauaji ya kimbari. Ni mauaji ya halaiki ambayo nyinyi hamtaki kuzungumza juu yake. Ni jambo la kutisha linalofanyika. Wakulima wanauawa ni kwa sababu ni wazungu, lakini hata kama ni mzungu mmoja au ni mweusi haileti tofauti kwangu. Watu weusi walilazimishwa kutoka kwenye ardhi zao na serikali wakati ule wa ubaguzi wa rangi. Na miongo kadhaa baada ya ubaguzi wa rangi kuisha, wazungu wa Afrika Kusini bado wanamiliki sehemu kubwa ya ardhi ya kilimo ambayo wanamiliki kibinafsi. Lakini madai ya Donald Trump ya mauaji ya halaiki yanaonyesha kuibua hisia mseto hata miongoni mwa wale ambao wanataka kuwapa hifadhi. Angalia pale, kizuizi kimekatwa. Hivyo basi hiyo ni ishara nyingine wazi kwamba kuna mtu hapa ndani sasa hivi tunapoongea. Tunaungana na Morgan Barrett kwenye doria usiku kwenye shamba lake. Kama wamiliki wengine wazungu wa mashamba, Morgan naye amewaajiri walinzi weusi wa Afrika Kusini. Na wafanyakazi weusi mara nyingi nao wapo katika hatari ya mashambulizi haya kwenye mashamba hapa Afrika Kusini.
Nadhani watu wanaoita haya mauaji ya wazungu ni ya kimbari hawaelewi maana ya mauaji ya halaiki, kwa sababu wakijua tu mtu mweusi ana randi 20,000 kwenye sanduku lake la kuficha pesa, na yeye pia wangeenda kumshambulia haraka kama wanavyoshambulia wazungu. Morgan yeye anatuambia hana mpango wa kuondoka hata kama madai ya mauaji ya kimbari yataonekana kwamba hayana msingi, lakini bado anaitamani fursa ya maisha mapya nchini Marekani. Kalien na watoto wake walihama baada ya kuporwa shamba lao. Amekuwa bila ajira kwa miaka 10 na sasa mpango wa Rais Donald Trump unaweza kuifanya familia yake igawanyike. Ameamua kwenda, lakini binti yake Wilma anataka kubaki hapa hapa Afrika Kusini. Kila asubuhi wanapokwenda shuleni, ninakuwa na wasiwasi. Ninakuwa na mawazo kwamba labda kuna jambo linatokea. Changamoto yangu kubwa ni kupata kazi nzuri ambapo nitakuwa sihangaiki kila siku kujiingizia kipato changu. Watu wa kizazi cha zamani na wazungu bado wanawaza kuhusu ubaguzi. Yaani ni kama wanaogopa watu weusi, na nadhani watu weusi na wao wanatakiwa kutoka na kuzungumza. Sikiliza, mimi niko salama. Nina matumaini makubwa kwa kizazi kipya. Tutaweza kufanikisha hili. Kalin tayari amewasilisha maombi yake ya kuomba hifadhi Marekani na sasa anahitajika nyaraka zaidi kukamilisha maombi hayo. Tukirudi kule Highveld, Martinez na familia yake wameidhinishiwa maombi yao. Sasa wanajiandaa kuondoka nyumbani kwao kama waomba hifadhi rasmi. Na kwa kina zaidi kuhusu taarifa hii, tafadhali tafuta White Asylum, wakimbizi wa Afrika Kusini wa Marekani kwenye iPlayer au kwenye BBC News Africa YouTube. Asante sana John Michael anasema kwamba Mungu ipatie amani ya kudumu DRC, kwani wanaoumia zaidi ni raia na sio vinginevyo. Lakini Emmanuel Toby unasema afadhali mapinduzi ya huko Benin yameshindikana. Irene Michael anasema ni mshabiki mkubwa kabisa wa Liverpool na Mo Salah, tafadhali Liverpool amtendee haki. Kwenye ukurasa wetu vile vile kuna taarifa kemkem ikiwemo hii ya moja kwa moja ambayo ndio kubwa zaidi, waliojaribu kufanya mapinduzi kukiona cha moto. Rais wa Benin amesema hivyo. Na vile vile tetezi za soka Ulaya, Al Hilal yaandaa ofa kubwa kabisa kwake Mo Salah. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kuu asubuhi ya leo ni kwamba serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Nigeria imesema jeshi lake lilisaidia kuzuia jaribio la mapinduzi nchini Benin Jumapili asubuhi baada ya kuombwa msaada kutoka kwa nchi hiyo jirani. Taarifa kutoka ofisi ya rais wa Nigeria imesema kwamba Abuja ilituma ndege za kivita kuwalenga wapiganaji na waliopanga mapinduzi walioingia kwenye televisheni ya taifa katika mji mkuu wa Benin, Cotonou, na kambi ya kijeshi ambapo walijipanga upya. Taarifa hiyo pia ilisema Nigeria ilituma wanajeshi wa nchi kavu ambao watakuwa chini ya amri kali ya mamlaka nchini Benin. Tayari rais wa nchi hiyo Patrice Talon, ambaye aliingia madarakani mwaka 2016, ameapa kuadabisha wale wote waliopanga njama za mapinduzi katika jaribio hilo lililoshindwa la kumuondoa madarakani siku ya Jumapili. Sasa hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, msikilizaji, ambapo tunaangazia ni kwa nini kumekuwepo na mfululizo wa mapinduzi katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi. Kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Bavel Cheng ambaye ni mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi na kanda ya Sahel. Kwanza anaanza kukuelezea kilichotokea na hali ikoje Benin kwa sasa. Tunajua kwamba mapema Jumapili kikundi cha wanajeshi kilidai kwenye televisheni ya kitaifa iwe kuwa imeondoa Rais Talon madarakani kwa madai ya kutenga upinzani na uongozi duni. Lakini baada ya masaa machache serikali ilisema imezuia haya mapinduzi, na baadaye ilisemekana kwamba watu karibu 12 waliounganishwa na mapinduzi haya walikamatwa. Vile ninapoongea hali bado haijatulizika, lakini serikali ya Talon inaonyesha
uwepo wa kurejesha udhibiti. Beverly, tunaweza kuyaita haya ni mapinduzi yaliyoshindwa ambayo yanatokea ndani ya kipindi kifupi baada ya mapinduzi nchini Guinea Bissau. Nini kimefanyika mpaka Benin wakafanikiwa kuzima mapinduzi haya? Tunajua kwamba Benin, maafisa wa kijeshi waliongoza jaribio la mapinduzi hawakuonekana kuwa na msaada mkubwa. Ilionekana walikuwa wanatarajia kuchukua faida ya malalamiko ya kisiasa, kuandaa mapinduzi, labda kujaribu kuchochea maandamano dhidi ya Talon. Lakini sasa haya hayakufanyika. Inaonekana uaminifu wa jeshi unabaki mara kwa kambi ya inayotawala ya Talon. Na zaidi ya hayo, upinzani umeendelea kudhoofisha nchini Benin. Wanachama wamefungwa jela ama wamejihamisha kwa sababu ya mzozo ya kadhalika na serikali. Na kwa sababu hizi tunaona kama haya mapinduzi labda haiwezi kupata mafanikio. Sasa ni wazi hili ni jinamizi la mapinduzi ya Afrika Magharibi. Kule Mali, Guinea Bissau, Burkina Faso, Niger na hata Gabon. Kwa nini ukanda huu unakumbwa zaidi na hali hii ya mapinduzi ya kijeshi? Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa na sababu mbalimbali, lakini bila shaka kwa kuwa yamekuwa yakifuatana, inaunda hisia kwamba eneo hili la magharibi ya Afrika lina mwelekeo ya kupinduliwa. Vikosi vya kijeshi katika eneo hili sana sana vinaingilia kwenye maneno ya kisiasa wakati wa mgogoro mkali. Kwa mfano, nchi ya Guinea mwaka wa 2021 mapinduzi ilitokana na kwa sababu ya mabadiliko ya katiba na rais wa eneo hilo Alpha Conde kuongeza muda wake madarakani. Katika Sahel, nchi za Mali, Burkina Faso na Niger kati ya 2020 na 2023, mapinduzi yalitokana na kushindwa kwa serikali za raia kuhusika kushughulika mapinduzi ya upiganaji na wanamgambo na pia dhabiti. Huko Gabon 2023, mapinduzi ilichochewa na kile ambacho wengi waliona kuwa uchaguzi wenye dosari. Na Bissau hivi karibuni ilionekana kuwa njia ya kudhoofisha mchakato wa uchaguzi ulikuwa unaendelea kwa muda usio na kikomo. Beverly, mapinduzi hayo nadhani yanapeleka wapi demokrasia ya nchi za magharibi mwa Afrika? Hivi karibuni ECOWAS, yani Jumuiya ya Kiuchumi eneo la Afrika Magharibi, ilitoa tishio kwamba demokrasia katika eneo hii kumekuwa na shida. Lakini hata hivyo, demokrasia sio tu kuendesha uchaguzi. Uchaguzi pia umetumikwa kutoa halali kwa viongozi ambao wamepoteza umaarufu na wenyeji wao. Na demokrasia ni kuhusu nguvu au taasisi na imani ya umma ambavyo inaonekana kama inapungua eneo hili. Kwa mtizamo wako sasa, unaona uhai wa Rais Patrice Talon madarakani baada ya jaribio hili la mapinduzi, na raia wana maoni gani? Kwa sasa kumekuwa na maandamano ya kiwango kidogo kwa kuunga mkono walioongoza majaribu ya mapinduzi huko Benin, lakini haya haonekani kuenea kwa sababu serikali inaendelea kurudisha tena udhibiti. Lakini mara wapo wazi ni nani atadhibiti. Kuna uwezekano mkubwa kuona kuondelewa kwa watu waliohusika na viongozi wa jaribio la mapinduzi huu, ama kati ya jeshi au katikati nafasi nyingine za ushawishi. Wadau wa zamani wa Talon awali wamewahi kufungwa kwa jaribio la mapinduzi, lakini kwa sasa tunaona serikali itaendelea kuwa katika hali ya tahadhari kubwa, hasa kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Namni Bavele Cheng huyo akihitimisha matangazo yetu ya Amka na BBC ambayo yamehaririwa na Halima Nyanza. Msimamizi ni Phyllis Mote, fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, Nairobi ni Jonathan Mwangi, mimi ni Nkya David Nkya. Jumatatu njema, mwanzo wa wiki, kwa heri.